Kwangu mimi kama amesajiliwa of course kwa ajili ya kucheza kwenye France, sina nafasi yake. Ni mtu ambaye amepewa dose ya kunywa dawa mara 2 kwa siku, unakunywa mara 8. Maana yake utakachokutana nacho ni tofauti kabisa. Matarajio ambayo utayapata, maana yake unaweza ukazidisha zaidi ugonjwa. Kwenye eneo la France ambako Simba naamini wana timu bora zaidi, yaani miongoni mwa timu ambayo ni bora zaidi kwenye eneo la France pamoja na Simba Sport Club. Ukimwangalia Bakari Msimu, ukianza tu wachezaji ambao lazima watakuwa kwenye first 11 kwa maana ya kuwa kwenye kikosi bora cha Simba cha kuanza kwenye first lineup ya wachezaji wanaoanza especially kwenye mechi za kimataifa. Na Simba tunazungumza ni timu ambayo itashiriki michezo ya kimataifa kwa maana CAF Champions League. Maana yake nini? Unamwona Anset Yaula Libase bado wana nafasi kubwa sana. Halafu angalia ujio wa kijana mpya ambao tayari ameshasajiliwa kwenye kikosi. Halafu uje uangalie Bakari Msimu, kama ni watu ambao wana uwezo wa kutokea kwenye sabu na kuja kufanya vizuri. Wakati huo kumbuka mtu kama Elim Panzu pia huwa ni mtu ambaye ziko nyakati kama Simba wana mshambuliaji bora zaidi ambaye ameanza kwenye eneo namba 9. Elim Panzu namba zake nzuri ni pembeni, pia ni mtu ambaye ana uwezo wa kuja kucheza namba 11 ama namba 7 kama tu kuna clinical striking force ndani ya penalty box. Maana yake nini? Ukimwangalia Bakari Msimu, kwanza moja, anakwenda Simba kukamilisha idadi ya wachezaji ambao Simba inawataka wazawa wa kukamilisha wachezaji ambao anatakiwa kuwasajili. Anakwenda kukamilisha idadi moja, kwa sababu nikimwangalia Bakari Msimu tofauti kabisa na usajili wa Kevin Nation. Ukimwangalia Warau, Kevin Nation professionally ni mchezaji ambaye level yake ya kufiti ndani ya Simba Warau ni zaidi ya 7%. Warau ana zaidi ya 70% ya kwenda kutengeneza midfield partnership baina yake pamoja na Kagoma, kwa sababu hawa wakitengeneza double pivot mbili, Kagoma pamoja na Kelvin, wao ni bora zaidi, wanaweza wakaifanya Simba ikawa na stability kwenye eneo la katikati, timu ikawa na composure, lakini pia timu ikawa inafanya advancement huku ikiwa na uhakika kwamba eneo la defending side haliwezi kuwa threat. Sasa kwa Bakari, maana yake moja, anakwenda kukamilisha idadi, 2, anakwenda kusubiri nafasi chache atakazopewa, anawezaje kuonesha kile kipawa ambacho alikionyesha akiwa na kikosi cha Coastal Union, ili aweze kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza wakawa ni wachezaji bora zaidi wa kutumeniwa ndani ya Simba. Kwanza anahitaji kupewa nafasi, lakini bahati mbaya Simba imekuwa inawapa nafasi baadhi ya wachezaji wanashindwa kufanya vizuri. Namkumbuka sana mshambuliaji Valentino Mashaka. Yes, alienda kama kijana kwenye kikosi cha Simba, kijana mdogo ambaye ana uwezo wa kuperform, akapewa nafasi ndani ya Simba kama anatakiwa kufunga magoli. Lakini Valentino Mashaka kila mtu anajua ubora alioonyesha na ukubwa wa Simba ambao unakutaka ufunge magoli, kwa sababu wana Simba wanahitaji kuona mchezaji ana deliver impact. Na bahati mbaya dunia inavyokwenda kasi inataka kwenda kuleta athari chanya kwenye mpira. Unajua zamani athari za dunia kuwa kwenye globalization iko tu duniani, kwa maana kwamba imeleta kasi, imeleta ushindani, taasisi nyingi zinaanzishwa, lakini zinataka watu kuwa competent, matumizi mengi ya vitu vingi vinaibuliwa. Lakini kwenye mpira kwa sasa hivi, hata mpira unataka wachezaji ambao wanaweza wakawa ni wa matokeo, wana uwezo wa kudeliver results. Yani kama uwezo kutoa result, maana yake watu watakuacha. Maana yake nini sasa? Bakari ni mchezaji mzuri sana, kuwa na utulivu, anao uwezo wa kuwa na speed wa kukimbiza mashambulizi, na finishing yake pia ni nzuri, lakini anakwenda kwenye timu iliyokamilika zaidi. Maana yake nini? Yeye tunasubiri apewe nafasi, halafu tuone hii nafasi aliyopewa kama atafanya vizuri, wakimpiga benchi. Lakini bado siwezi kuamini kama namna, unajua kati ya makocha kwa kumalizia walio na weledi mzuri sana wa kumpa mtu nafasi na kuangalia anafanya nini ni pamoja na Steve. Okay, achana hilo. Mpaka sasa katika sajili za Simba